Ninakutukuza mwanao mfalme wa falme. Nikisema asante Bwana kwa kuwa umetusamehe. Nikisema asante Bwana kwa kuwa umetutakasa. Tazama wakati na muda huu Bwana, ninakualika wewe Mungu li hai. Ninaalika uwepo wako mahali hapa. Ninaalika uwepo kwa huyo mama popote aliko, anakofuatilia kipindi hiki Bwana. Usimwache Bwana uliye mtakatifu. Sema naye Jehova kwa jinsi wewe upendavyo, kwa kadri ya uweza wako na nguvu zako Baba. Ukaseme naye mfalme mbingu na nchi, kwa kadri ya nguvu zako Mungu li hai. Nami Bwana nanyenyekea mbele zako, nikiomba Bwana nitumie kama chombo chako tu Baba. Nisinene kwa akili yangu, nisinene kwa ufahamu wangu. Wewe Roho Mtakatifu kaniongoze. Wewe Roho Mtakatifu katufundishe wote, kwa sababu nami ni mmoja wa wanafunzi wako Roho wa kweli. Nami ni mmoja wa wanafunzi wako Roho wa kweli. Ninakusihi Roho Mtakatifu ukafunue yale ambayo Bwana unatamani watoto wako yafahamu. Unatamani Watanzania wayajue. Unatamani ulimwengu ufahamu kupitia uweza wa jina lako takatifu. Baba, ninakuinua nikisema asante Bwana kwa kuwa umesikia. Ninakutukuza Bwana wangu uliye mwema. Ninakushukuru mfalme wa mbingu na nchi Bwana uketie mahali pa juu, kwa fadhili zako, kwa uaminifu wako. Asante kwa ajili ya mama yule. Asante kwa ajili ya baba yule. Ninakushukuru kwa ajili ya dada kaka huyo ambaye Bwana umempa neema na kibali ya kuweza kufuatilia kipindi hiki. Ninaamini Mungu utamhudumia vyema. Hautamwacha atoke kama alivyoanza kufuatilia kipindi hiki, bali Bwana utampa ongezeko ndani yake. Utamjaza Bwana, utamwezesha mfalme kwa kadri ya utukufu wako Bwana, kwa kadri ya uweza wako Jehova ile, kupitia jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu, nikiamini Mungu na tenda unafanya kwa jina la Yesu. Amen. Ashukuriwe Mungu wetu aliye juu mbinguni, kwa kuwa ni Mungu anayetuazia mema, ni Mungu anayetuazia mazuri. Ninakukaribisha wewe mwana wa Mungu. Kwa majina yangu naitwa Cosmas Paulo Sambai. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukumbuke msingi wa somo letu unatoka katika kitabu cha Waefeso sura 5 mstari wa 15 na 16 na 17. Unasema kwamba basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali wenye hekima. Na 16 anasema ya kwamba mkiukomboa wakati, kwa kuwa zama hizi ni za mwisho. Na 17 akamalizia akisema ya kwamba basi msiwe wajinga, bali yafahamuni ni nini yaliyo mapenzi ya Mungu. Kwa ya kwanza, angalia sana mwenendo wako jinsi ulivyo. Na namba 2, ujue ya kwamba nyakati hizi ni za mwisho. Hata kwa taswira tu unaweza ukaona ya kwamba haya yanaashiria nyakati za mwisho. Na mwisho kabisa asema usiwe mjinga kwa kiasi kwamba hujui yaliyo mapenzi ya Mungu juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la 5 la kuzingatia kuweza kulinda mwenendo wako sahihi ni kujiepusha na dhambi na maisha ya dunia. Kama mtu uliye na mwenendo sahihi, unahitaji mwenendo wako usichafuliwe. Hakikisha kwamba unajiepusha na kila aina ya dhambi. Mwingine anaweza kujiuliza dhambi ni nini? Mwingine anajua dhambi ni uzinzi, ni uongo, ni uasherati, ni kutukana. Ndio anajua ni dhambi. Dhambi ni jambo lolote ambalo linatendeka kinyume na mpango wa Mungu aliyoutengeneza kwa ajili ya watu wake. Kitu chochote ambacho unakifanya ambacho kipo kinyume na jinsi Mungu alivyopanga au alivyokusudia katika dunia hii, namna uishi, namna ukae, namna utembee, namna uongee, ni dhambi. Na maisha ya dunia yakoje? Tulisoma, nakumbuka tuligusia kitabu cha Warumi sura 12 mstari wa 2. Ama anasema wala msifuatishe namna dunia hii, bali mgeuzwe nia zenu kwa kufanywa upya. Nikasema ya kwamba dunia ina ubaya gani? Unaweza kujiuliza, mfano Tanzania ina ubaya gani? Ina shida gani? Mbona mazingira ni mazuri, kuna upepo mzuri, kuna wanyama, kuna nini? Dunia ina ubaya gani?
Nikasema kwa tafsiri ambayo inatolewa kwamba tusifuatishe namna ya dunia, ili iitwe dunia lazima kuwe na viumbe au watu ambao wanakaa katika dunia hii. Dunia pasipo watu haitwi dunia. Unaweza kujiuliza, Tanzania ili itwe Tanzania ni kwa sababu kuna watu ambao ni wa Tanzania. Watu asipokuwepo Tanzania, maana yake sio Tanzania, na haitajulikana. Kwanza nani atajua kwamba ni Tanzania? Ila kwa sababu kuna watu. Sasa anapozungumzia msifuatishe namna ya dunia hii, kuna watu katika hii dunia ambao wameamua kujitengenezea maisha yao kinyume na mpango wa Mungu katika dunia hii. Wametengeneza mfumo wa namna ya kuishi wao, wanaojua wao. Nikatolea mfano ni kama Shetani. Shetani alikuwa mbinguni, lakini akaja akaamua kutaka kutengeneza mbingu yake. Akaanza kuintroduce kitu kipya ambacho kiko kinyume na Mungu jinsi alivyoiumba mbingu. Sasa anasema usifuatishe namna ya dunia, usifuatishe namna Shetani alivyoweza kutengeneza kitu chake kingine ambacho kiko kinyume na mapenzi ya Bwana. Kuna mambo yameanzishwa katika dunia hii kwa msukumo wa yule ambaye alipanga toka mwanzo kutaka kuintroduce au kutengeneza au kuanzisha kitu kipya au kuanzisha ibada nyingine ya yeye kuabudiwa, ambayo ni Shetani. Vile vile kuna mambo ambayo Shetani ameweza kuteka baadhi ya watu walioko duniani, wakaweza kuanzisha mambo ambayo yako kinyume na kusudi la Bwana. Wakaweza kuanzisha vitu ambavyo viko kinyume na mapenzi ya nani? Na mapenzi ya Mungu. Sasa hivyo ndo anasema kwamba kama tunatamani kulinda mwenendo wetu sahihi, ni kutokuyafuata yale ambayo wameyatengeneza. Na Yesu asiwe sana. Kuna mtumishi mmoja huwa anamfuatilia, akawa anazungumzia mfumo wa kibabeli, Babylonic system, ambao unamwezesha mtu kupata anachokitaka lakini kinyume na kusudi la Bwana. Babylonic system nimeelewa sana. Na akawa anasema ya kwamba ni Wakristo wengi au watu wengi wamekamatwa katika huu mfumo. Wanaenjoy na kuridhika kwa yale ambao wanapata, wanatimiziwa mahitaji yao wanayohitaji. Mili yao inakuwa comfortable kupata kile chochote wanachokitaka kwa wakati sahihi na kwa muda sahihi. Lakini huo mfumo aliofuata au wanaoishi au wanaoukimbilia uko kinyume na kusudi la Bwana. As long as siku amegundua na kuacha ule mfumo, maisha yake lazima atapitia kwenye struggle, atapitia kwenye mambo magumu, atapitia kwenye vitu vizito ambayo itakuwa ni gharama kuja kukava kwenye nafasi ya mfumo sahihi au mwenendo sahihi ili apate anachokitaka. Ukipata neema kamfuatilie. Naweza nikakutajia, anaitwa mtumishi wa Mungu mwinjilisti Daniel Joshua, yuko mtumishi wa Mungu wa RGC Ministry hapo Goba Center. Wanapenda kumfuatilia sana. Kwa hiyo ukipata neema kamfuatilie, sio dhambi kufuatilia watumishi wa Mungu. Unaoona ya kwamba huyu niweza nikapata kitu kujifunza kwake, nenda kafuatilie. Utaona amezungumzia habari ya huu mfumo jinsi ulivyo, unavyotesa maisha ya watu, unavyotesa wadada. Akatoa ushuhuda mzito wa mdada mmoja ambaye alikuwa amejiingiza kwenye mfumo huo, anapata kila anachokitaka. Na akasema kuna watu wengi wanaonekana wako kwenye matawi ya juu, wako kwenye matawi ya juu, wanajulikana Tanzania, lakini wako katika huo mfumo. Ukiwaona unasema ya muda mwingine ni watumishi wa Mungu wazuri, ukiwaona anahubiri vizuri, ukimwona ni mwimbaji anaimba upako unashuka, lakini yuko katika mfumo wa kibabeli, mfumo ambao hauyafati mapenzi ya Mungu, lakini unakupa unachokitaka. Unahitaji kulinda mwenendo wako sahihi. Hakikisha unajiepusha na dhambi pamoja na kujiepusha na dunia hii na mambo ya dunia hii. Haleluya, watu wa Mungu.